niazime sikio sasa kwa umakini zaidi kile ambacho kinakwenda kutokea kutoka sasa. Je, story inahusu nini na story maana yake ni nini? Stori zangu mimi zitakuwa ni za kusisimua. Masikio yako na macho yako ndio yataweza kutoa comment kwa ajili ya kuweza kuamini kile ambacho kipo. Stori inaanza hivi. Kuna kijana mwenye umri wa miaka 18 ambaye alitokea mkoani huko kusikojulikana. Alikuja mjini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kutafuta maisha. Tunafahamu kabisa mji wa Dar es Salaam ni mji ambao upo kwa ajili ya kuweza kuchakata chakata mambo ili mradi uweze kuingiza mkono kinywani na maisha yaweze kwenda. Na wengi tunaamini kuwa jiji la Dar es Salaam ndio jiji pekee ambalo lina mzunguko mkubwa sana wa fedha. Na ndio maana watu wengi sana wanatoka mikoani wanakuja hapa kwa ajili ya kuweza kufanya hustle. Lakini story ya kijana kidogo imekuwa tofauti katika uji wake wa kuja kuitafuta pesa. Gang gang. Ilikuwaje sasa? Mnamo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2004, huyo kijana aliamua kuachana na familia yake na kuchukua baraka za wazazi, akisema kwamba anakuja mjini Dar es Salaam kwa ajili ya kuweza kutafuta maisha. Ana connection, lakini tu moyo na hisia zake zimemtuma kwamba aweze kuja tu kwa sababu anazisikia story same tofauti tofauti kwamba ukiingia mjini Dar es Salaam basi kila kitu kwako kinakuwa kiko good. Kikubwa zaidi tu uchapakaji wako wa kazi. Basi kwa kudra za wazazi, kijana akaweza kuwaaga ndugu jamaa na marafiki pia kwa ajili ya kuweza kuanza safari. Na safari ikaanza sasa. Saa 11 alfajiri mapema tu kajiandaa vizuri, begi lake mgongoni, taratibu kuitafuta stendi. Uzuri wa kuchelewa basi wala nini, alifanikiwa kupata basi vizuri tu. Then akacheki ili tiketi yake na mtuma seat number fulani, moja kwa moja akaenda akakaa na seat. Alianza alikuwa peke yake kwa sababu hakutaka mambo mengi. Muda wa basi ulikuwa bado, lakini hakutaka mambo mengi wala nini. Akaamua tu kustay kwa subiri tu safari iweze kuanza. Ile siti mpaka muda wa kuondoka ilikuwa jakaliwa na mtu yote. Kilini akajua kwamba mara nyingi sana kuna watu wengine wanakata katikati. Tiketi ya mtu kufika stand labda basi napita njia ile ile ambayo hivyo. Wakawa na mtu, safari ikaanza. Kutoka huo mkoa mpaka kuja mkoa, mkuu wa mkoani yani. Unajua hili jiji mambo ni mengi kweli bwana. Kaenda safari inazidi kwenda. Ghafla bwana akapitiwa na usingizi. Takriban nusu saa hivi kama sio saa. Anakuja kushtuka. Anashtushwa na tangazo la kondo lile basi. Jamani, tumefika sehemu sasa kwa ajili ya kuweza kuchimba dawa. Anavuka hivi, pembeni anamuona ile siti ambayo ilikuwa ina mtu toka anaanza safari. Sasa akapatikana mtu ambaye moja kwa moja siti yake ikaikalia. Jamaa bila kusita alimsalimia. Alikuwa ni mwanamke, na yule mwanamke kwa Kizungu. Alimsalimia akamwitikia kwa kutikisa kichwa tu, kisha akaomba kupita ili aende akafanyaje, akajisaidia au tunaweza kuchimba dawa. Kweli bwana, aliporudi safari na muziki ikaanza. Akaona mtizamo kwa macho chini chini sana yule mzungu kwa ajili ya kutaka kuzungumza naye chochote. Akajikuta tu karopoka. Naweza kukufahamu mzungu pa. Ndio. Mimi naitwa Kelvin. Nimetokea mkoa hapo unaitwa Usugu, yaani huko. Kamba mimi naitwa Clara. Nafurahi kukufahamu Clara. Kamba Clara, wakati nimepanda basi nilikuwa kwenye siti niko peke yangu. Yeye huyu alipandia wapi? Maana nilikuwa nimepitiwa na usingizi. Jamaa alianzisha story kama hivyo. Kwa sababu alikuwa ni mpweke na ndio maana alipitiwa na usingizi. Clara kusita. Oh, kweli? Mimi nimepandia hapo tu. Sio mbali. Yaani niliingia kwenye siti yangu nikasoma nikagundua siti yangu ni mimi na wewe. Kuta umepumzika nikaona nikuache.
Kwanza nimpata rafiki ya yani rafiki wa kwenye basi. So unajua sisi wote japokuwa rangi yako, lakini tunazungumza lugha moja. It's fair tu tukawa marafiki kwa namna nyingine, kwa sababu ndio mwanzo wa kujuana. Clara kusita kama haina shida kama. Safari ikaendelea. Kama ni kwa sababu alikuwa ni mbovu usingizi bwana, yule bwana yeye alikuwa analala tu. Ghafla kasikia kitu ba